Haya ndiyo maeneo yanayozalisha pesa. Kuna kijana mmoja alikuwa akiishi maisha ya kawaida. Kila siku aliamka alfajiri na kwenda kazini, na kila mwisho wa mwezi alipata mshahara wake. Lakini ndani ya siku chache pesa yote ya mshahara iliisha kama upepo. Siku moja alikutana na rafiki yake mwenye maendeleo, uhuru wa kifedha na maisha yenye mwelekeo. Kijana huyo alimuuliza rafiki yake, umefanyaje kufika hapa ulipo? Na jibu alilompa, alimwambia, niliacha kufanya kazi kwa ajili ya pesa, nikaanza kuifanya pesa ifanye kazi kwa ajili yangu, kwa kuiwekeza kwenye sehemu mbalimbali za uwekezaji. Hii ndio siri kubwa ya mafanikio yangu. Na sehemu ya kwanza ni kwenye hisa. Watu wanatengeneza pesa kupitia hisa. Ukiendelea kutegemea mshahara peke yake, hutatoka hapo ulipo na utaendelea kulalamika kila siku mshahara hautoshi. Asilimia kubwa ya watu wengi wanaogopa kuwekeza kwenye hisa kwa sababu hawaelewi namna na njia nzuri ya kufanya hii biashara. Lakini unaweza kupata mwanga kwa kufanya biashara ya hisa kwa kutambua soko la hisa lilivyo pale ambapo hisa inapopanda na hisa inaposhuka thamani. Thamani ya hisa ikipanda, unauza hisa zako, na thamani ya hisa ikishuka, unanunua hisa. Sehemu ya pili ni kwenye vipande vya UTT AMIS. UTT AMIS ni uwekezaji rahisi na salama ambao kila mtu anaweza kuufanya kwa pesa ndogo bila kuhitaji ujuzi mkubwa wala elimu yoyote. Uwekezaji wa UTT AMIS sio wa kubahatisha. Huu ni uwekezaji mzuri na wenye mfumo mzuri unaosimamiwa kitaalamu. Sehemu ya tatu ni kwenye hati fungani. Usiache pesa yako ikae bila kazi. Wekeza Benki Kuu kupitia hati fungani, kwa sababu hati fungani ni moja ya njia tulivu na ya usalama ya kutengeneza mafanikio, kwa sababu hii ni biashara ya kukopesha serikali au kampuni na kujipatia faida ya uhakika. Na sehemu ya nne ni kwenye kilimo cha biashara. Kilimo cha biashara ni ATM ya matajiri wengi duniani. Pesa nyingi zimejificha kwenye mashamba. Wakati wengine wanatafuta ajira, wewe anza kutengeneza ajira kupitia kilimo cha biashara. Kilimo kina pesa nyingi kuliko watu wanavyofikiri. Watu wengi wanakimbilia kwenye ajira wakiamini ajira ni njia pekee ya mafanikio kwenye maisha. Lakini kuna matajiri wanaendelea kutengeneza pesa kupitia kilimo cha biashara. Kilimo cha biashara sio kilimo cha kulima na kujaza mazao. Kilimo cha biashara ni kilimo kinachojibu maswali: nitauza wapi, nitauza kwa nani, na nitapata faida gani kupitia mazao yangu. Kilimo hakikufanyi tajiri kwa siku moja. Kwenye kilimo, kila msimu unaongeza kipato, na kila mavuno kwenye kilimo yanaongeza mtaji. Sehemu ya tano ni kwenye usafirishaji. Pesa ipo barabarani. Kila siku watu wanasafiri na bidhaa zinasafirishwa, na kila kitu unachokiona sokoni kimefika kupitia usafiri. Hapo ndipo fursa ya pesa ilipo, endapo utaamua kuwa daraja kati ya muuzaji na mnunuzi au muuzaji na mzalishaji wa bidhaa. Kuna tofauti kubwa kati ya kufanya kazi kwa bidii na kutumia akili kutengeneza mfumo wa kupata pesa. Watu wengi wanakuwa na hali ngumu ya kifedha kwa sababu hawajui mahali sahihi pa kuwekeza. Maisha hayatabadilika kwa sababu ya mshahara ulionao. Maisha yanabadilika kwa sababu ya maamuzi unayoyafanya. Amua leo, uwekeze kwenye hisa au uwekeze kwenye vipande vya UTT AMIS, hati fungani, Benki Kuu, au kwenye kilimo cha biashara ama kwenye usafirishaji. Usisubiri muda sahihi. Muda sahihi ni sasa.